Karibu sana mtazamaji wa channel hii ya Wajanja Studio, na leo nitakuletea stori ya Juma Saleh Mbwezo ambaye alilazimika kuingia na kufanya kazi ya ulinzi wa mochwari, kazi ambayo mwanzo ilimtisha, lakini baada ya usiku mmoja wenye misukosuko alijikuta anaifanya kazi hiyo na hata akapokea malipo yake ya siku hiyo ya kwanza. Je, unataka kujua Juma alikutana na vikwazo gani na shida gani katika kazi yake? Ambatana nami mwanzo mpaka mwisho wa stori hii, na leo tupo kwenye sehemu ya kwanza ya stori ama simulizi hii. Msimulizi wako nikiwa ni mimi Lungu TZ kutoka hapa Wajanja Studios. Tazama, lakini pia unao uhuru wa kutoa maoni yako. Andika maoni hapo alafu tutayasoma. Muda ulikuwa umesha kwenda sana na ilikuwa imeshatimia saa 5 kamili za usiku. Juma, mwanaume mrefu kiasi na mwenye macho yaliyojaa wasiwasi, alisimama mbele ya lango kuu la chuma lililokuwa limefunikwa na kutu za mochwari ya hospitali kuu katika mji. Ilikuwa siku yake ya kwanza kabisa kazini kama mlinzi wa usiku. Alikabidhiwa kazi hii muda mfupi tu uliopita, akichukua nafasi iliyoachwa wazi ghafla na mlinzi wa zamani bila maelezo. Kupokea kazi hii hakuwezi kumfurahisha mtu yoyote, lakini kwa Juma ilikuwa ni neema ya pekee. Nyumbani kwake alikuwepo baba yake kipenzi ambaye alikuwa amezidiwa na ugonjwa mbaya. Hali hii ilihitaji matibabu ya haraka na gharama kubwa hospitalini, na Juma hakuwa na senti. Alihitajika kulinda katika mochwari hiyo, lakini matumaini yake ya kumwona baba yake akipona ndio yaliyomsukuma zaidi kufanya kazi hiyo. Alilazimika kujikaza. Siwezi kukimbia, huu ndio mwanzo. Kwa ajili ya baba lazima nivumilie, Juma alilazimika kujikumbusha baada ya kuanza kusita na kuogopa kazi yake mpya ambayo iko mbele yake. Alifungua mlango kwa ufunguo uliojaa baridi na kuingia ndani. Harufu kali ya kemikali na baridi isiyo ya kawaida ilimpokea. Licha ya joto la usiku kwa Dar es Salaam, lakini kuna hali fulani isiyo ya kawaida aliyoihisi katika mochwari ile. Chumba cha mochwari kilikuwa kirefu na chenye giza, kikiangaziwa tu na mwanga hafifu wa taa za dharura zenye rangi ya brown. Kuta zilikuwa zimepakwa rangi ya kijivu, zikiakisi hisia ya uzito na ukimya wa kutisha. Kazi ya Juma ilikuwa ni kuzunguka, kuandika kwenye kitabu chake cha kumbukumbu juu ya mwenendo mzima wa kazi ilivyoenda, nani alikuja kuchukua mwili gani na mwili gani umebaki, na kuhakikisha vifaa vya kuhifadhia maiti ama freezer havizimiki wakati wote, vinakuwa on. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake haswa. Meza za chuma zenye kung'aa zilizokuwa zinatumika kwa ajili ya uchunguzi wa miili zilikuwepo umbali mfupi kutoka aliposimama. Kila sehemu ilionekana kama picha iliyoganda ya kifo, lakini kilichomfanya atetemeke zaidi ni jokofu refu la kuhifadhia maiti, ambalo kwenye kila mlango uliokuwa kwenye jokofu hilo ulikuwa na lebo iliyoonyesha jina la marehemu na tarehe ya kifo. Alianza kuzunguka pale, alitembea polepole akijaribu kuzuia hatua zake zisisikike. Kadri alivyokuwa anapita karibu na milango ile ya baridi, ndivyo alivyohisi kama kuna macho yanamtazama kutoka ndani ya majokofu hayo. Ilishafika saa 6:30 usiku. Alikagua milango, jina lililokuwa limeandikwa kwenye kila mlango mpaka alipofika kwenye mlango wa 3 kutoka kushoto lilikuwa ni jina la Bwana Mwangaza, mzee wa miaka 70. Juma aliganda hapo, akaukumbuka pia umri wa baba yake mzazi ambaye naye pia alikuwa na miaka 70. Mawazo mabaya yakaanza kumjaa na hisia za kifo cha baba yake zikazidi kumsumbua wakati huo. Ukimya ulikuwa mzito, ilikuwa ni ukimya uliomezwa na baridi ya freezer na giza nene ambalo lilikuwepo wakati huo. Ghafla Juma alisikia mlio hafifu kama wa kuburuzwa kwa kitu cha chuma ukisikika kutoka upande wa chumba cha kuhifadhia vifaa. Alishika tochi yake na kuelekea huko haraka. Alipofika pale hakuona kitu. Alijaribu kujituliza na kujiambia huenda ni panya ama upepo tu. Ndipo likaja jambo baya zaidi. Alisikia sauti ya kunong'ona iliyokuwa ni laini sana,
kama hewa ikipita kwenye mpasuko mwembamba ilipokuwa ikisikika kuwa Juma, Juma, njoo hapa. Ilikuwa ni sauti ya chini na ya mbali, lakini ni sauti iliyokuwa ikisikika. Ilionekana kutoka kwenye freezer ya kwanza upande wa kulia. Juma alisimama kama mti, moyo wake ukipiga kwa kasi ya ajabu, jasho la baridi likimtoka mgongoni, akijitahidi kuomba dua. Bado kukawa kimya tu wakati huo. Basi aliendelea kubaki pale huku akiwa na hofu sana moyoni mwake. Ilipofika saa 8 kamili usiku, Juma alikuwa amekaa kwenye kiti chake cha mlinzi kwenye kona ya ukumbi. Alishika kitabu cha kumbukumbu lakini hakuweza kuandika chochote. Alipokuwa amekaa pale, mara akasikia sauti ya kike ikilia kwa uchungu, tena ikiwa ya chini tu ndani ya chumba cha maiti. Kisha iligeuka kuwa kicheko cha ghafla na cha kuogofya. Acheni bwana, msiendelee kucheka, nyinyi ni wafu tu, mmesha kufa. Juma alipiga kelele kwa sauti ya chini, huku akitambua kwamba yuko peke yake na kundi la maiti. Kwa hiyo ni kama alikuwa anazungumza na maiti, akizizuia kwamba mmesha kufa, nyinyi ni wafu. Alikuwa akiwafokea maiti. Hizi zilikuwa ni roho za wale waliohifadhiwa? Walikuwa wanamtania au ilikuwaje? Haya ni maswali ambayo alikuwa anajiuliza Juma. Hali ya Juma ilianza kuwa mbaya zaidi. Hofu iligeuka kuwa hofu kuu. Alihisi kutokuwa salama tena. Anajiuliza maswali. Je, aendelee na kazi kwa ajili ya baba yake? Maana malipo atakayoyapata kwenye kazi hii yatasaidia matibabu ya baba yake. Kazi hii ilikuwa tiketi yake pekee ya kuokoa maisha ya mzazi wake. Ikiwa angeacha baba yake angekufa. Je, akimbie kuokoa nafsi yake? Juma alijiuliza, ina maana swala lote hili ni kwa ajili tu ya kumuokoa baba? Hata kama nitaenda kufa hapa, na kufa kwa ajili ya baba yangu? Alisimama akashika begi lake dogo ambalo alikuja nalo. Akataka kukimbia, miguu yake ikawa tayari kuanza kukimbia. Alikuwa tayari kufungua mlango na kukimbia kutoka kwenye eneo hilo la laana. Lakini ghafla picha ya baba yake mgonjwa akikohoa kwa uchungu ilimjia akilini. Hapana baba. Alisimamisha hatua zake, akakishika vizuri kisu chake butu alichokuwa amebeba mkononi mwake kama silaha ya kujilinda. Kisha akarudi nyuma na kuketi pale alipokuwa ameketi. Akaamua kujifariji kwa kuchukua redio yake ndogo ambayo spika yake ilikuwa inalialia kwa shida, kwa kufifia hivi. Akaifungulia ili aweze kusikiliza redio na kufifisha zile sauti zilizokuwa zikimsumbua hapo mwanzo. Aliamua hata kama atalazimika kufanya kazi na roho za wafu, sawa, tupotelea mbali, atalala hapo hapo na kulinda mochwari mpaka siku ya pili ambayo itakuwa ni asubuhi. Alitazama milango ile ya freezer, ilionekana kuwa na utulivu wakati huo. Basi muda ukawa umekwenda. Hatimaye saa 1 mbele, yani saa 9 kamili usiku, Juma alikuwa anaandika kwenye kitabu kile cha kumbukumbu kilichopo mochwari hapo juu ya hali ambayo iliyokuwepo, akiandika pale kwamba hakuna tatizo lolote la kiufundi, japo kulitokea kelele za ajabu na sauti za kunong'ona ambazo zimesikika mara 4, lakini hali ya ulinzi inaendelea kutamalaki. Ulikuwa ni usiku mrefu sana kwa Juma. Asubuhi ilionekana kuwa mbali sana, lakini Juma akaamua kukataa unyonge. Alikuwa amechoka sana, macho yake yalianza kulegea na alikuwa anafunga na kufumbua. Yaani alikuwa akisinzia huku akisikiliza mziki wa dini kwa sauti ya chini sana. Hali ile iliendelea mpaka ilipofika asubuhi na Juma hakukimbia. Uso wake ulionekana kuwa na hofu, lakini tayari asubuhi ilikuwa imeshafika na alikuwa amefanikiwa kwa usiku mmoja kulinda mpaka asubuhi. Huyu alikuwa ni mlinzi wa pili wa usiku ambaye amevumilia usiku wa kwanza. Alipewa malipo ya kwanza ambayo alipokea siku ile ile, asubuhi ile ile, na alipopata zile fedha alimpeleka baba yake hospitali ili matibabu yaanze. Tangu usiku ule Juma alijua kuwa mochwari ni maisha yake mapya, na atafanya kazi akiwa hapo, na wafu watakuwa kama ni sehemu ya rafiki zake wapya
na hivyo ndivyo safari yake ya utafutaji fedha kwa ajili ya kumtibia baba yake pamoja na kujikimu maisha yake ilianzia hapa safari hii, na akaendelea kufanya kazi katika mochwari hiyo kama mfanyakazi wa usiku ambaye analinda eneo hilo. Je, unataka kujua usiku wa pili wa Juma ulikuwaje baada ya kupata fedha ambazo zilipelekea aweze kumchukua baba yake kutoka pale nyumbani na kumpeleka hospitali, na sasa anahitaji kupata hela nyingine ama fedha nyingine kwa ajili ya kuendelea kumtibia baba yake? Kama unahitaji kujua kisa hiki sehemu ya pili, usikose kufuatilia sehemu hiyo hapa hapa Wajanja Studio, na mimi ni Lungu TZ. Usiache kusubscribe, lakini andika maoni yako hapo chini. Umeelewa kitu gani na umejifunza kitu gani kutokana na stori hii katika sehemu ya kwanza? Asante sana, hadi wakati mwingine.